Ni mkutano si mkutano? Ni mkutano. Ni wazee wa mtaa si wazee wa mtaa? Ni mabalozi pia. Mabalozi si mabalozi? Wakaazi si wakaazi? Wakaazi. Haya, wapi nduru ya mama Riziki? Karibu mama Riziki. Huu ni mkutano ulioweza kufanyika hapo jana katika maeneo ya Vijiweni. Mkutano ulioweza kuitishwa na chifu mkuu wa eneo wadi ya Mtongwe Bi Fatuma Juma Hamisi, huku wengi wa wakazi wa Mtongwe wakimfahamu kama Bi Fatuma Mboko. Bi Fatuma Mboko aliweza kuandamana na mzee wa mtaa wa Vitangalaweni Mwenye Haji Mwezayuya, huku wengi wa wakazi wa Vijiweni wakimfahamu kama Mzee Jango. Lengo la mkutano huu ilikuwa ni kuwatambulisha wazee wapya wa mitaa walioweza kuteuliwa na Bi Fatuma Mboko. Hapo jana Bi Fatuma Mboko ndo aliweza kuwatambulisha wazee hao wa mitaa wapya kwa wakazi hao wa Vijiweni. Licha na hayo, Bi Fatuma Mboko pia aliweza kugusia masala muhimu yanayokumba jamii hii ya wakazi wa Vijiweni. Bi Fatuma Juma Mboko aliweza kuyazungumzia masuala muhimu ikiwemo usafi, afya, elimu pamoja na swala la usalama. Nilikuwa nimekuja tu nije niwaoneshe mzee wenu wa mtaa. Kazi ya mzee wa mtaa ulipwi. Kazi ya mzee wa mtaa kubeba lawama. Faida yako matusi. Hakuna. Ni hivyo. Vile Bi Fatuma Juma Mboko aliweza kuwarai wazee wa mitaa hao waliweza kuwachagua hapo jana wawe kielelezo bora na mfano bora na wa kuigwa katika jamii watakazo ziongoza. Kama mzee wa mtaa uwe role model. Uwe mfano bora. Uwe kielelezo na sio wewe tu. Sio wewe tu peke yako. Wewe, watoto wako, mume wako. Kama mume wako ni mlevi, watu wakimwona mume wa mama wa mtaa. Kama watoto wako wapona, wale watoto wa mama wa mtaa. Na watoto wa mama wa mtaa huwa ni watoto public. Ukiwa mzee wa mtaa, ukiwa chifu, watoto wako ni public. Kila mtu mahali wako wanajua huyu ni mtoto wa chifu, huyu ni mtoto wa mama wa mtaa. Sasa wakikosea tu kidogo inakuharibia wewe. Vile Bi Fatuma Mboko aliweza kuwasihi wazee wa mitaa hao waweze kujitolea na kujizatiti katika utendakazi wao, huku Bi Fatuma Mboko akisisitiza kuwa mzee wa mtaa ni jicho la serikali. Hivyo basi wanafaa kuripoti hali ya usalama na matukio yoyote yanayoweza kutendeka katika maeneo yao waweze kuripoti kwa chifu huyo. Ukiwa mzee wa mtaa unakuwa mnoko. Unaitwa mnoko. Nawe ni mnoko wa nani? Ni mnoko wa chifu. Kwa hiyo ukikubali kwa mzee wa mtaa, ukubali hilo jina, huyu ni mnoko. Hao wote wanoko hao. Sawa? Kwa nini waitwa mnoko? Kwa sababu wewe ukiona jambo lolote ovu lazima ufanye nini? Lazima upige ripoti. Vile Bi Fatuma Mboko aliweza kuwapa nafasi wakazi hawa wa Vijiweni waweze kuuliza maswali pamoja na kutoa maoni yao. Kwa majina anafahamika kama Mzee Abdalla. Mzee Abdalla aliweza kupendekeza kuwa ikiwapo chifu atafanya uteuzi wa wazee wa mitaa, basi aweze kuzingatia swala la elimu na kuweza kuchagua kiongozi anayejua kusoma na kuandika. Wale wapande wa mtu wa mitatu. Hata kule kwetu tulikuwa nao walikuja chinjwa kama kuku. Huko nyumbani Mabokoni. Sasa hivi nataka tupate wamisi wa mitaa ambao kidogo wana elimu. Waweza tumia simu, waweza kuandikia tu kwa message kwa nini? Sasa tutafutie mzee wa mtaa ambaye hajielewi. Maoni. Tutafute mtu ambaye anajielewa. Haraka ukisha hapa hapa. Siku hizi dunia iko kwa mkononi bwana. Dunia yote iko hapa.
wako unaangalia mpira hapa, mpira unaangalia peke yake hapa. Sasa tuka at least wao mza mitatu hao mza nyumba kuu tutashukuru. Hapo unaweza kuona jambo pale kupigia bwana chifu. Chap chap akutumie. Yangu ni haya. Asante sana. Swala hilo la Mzee Abdalla liliweza kuwa gumzo na kuonekana kama mada nyeti ambayo iliweza kujadiliwa kwa kina katika mkutano huo. Nimeambia kazi ya mzee wa mtaa ya nini? Ya unoko tu, ya kujitolea. Bado hawajui, hawawezi kujitolea. hawezi. Ndio nasema watu hii nafasi mimi nilitoa kwenu, nikawaambia wazee kaniulizieni ambaye yuko tayari. Kabla huyo tulikuwa na kijana mwingine ambaye waweza kuyafanya. Swala hilo liliweza kuonekana kama swala lenye changamoto kubwa, huku wakazi wengi wa vijiweni wakionyesha msimamo wa kumwamini Bi Mwanamisi pamoja na Bi Riziki. Huyu mama ana watoto wake wansoma, na ikiwa kuna matatizo atasaidiwa na sisi. Atasaidiwa, si matatizo. Utaki mzee wa mtaa sojua hapa kukua vipi? Hajui hata kunaanza kitovu kinzi kwa wapi, hajui. Wamchagua mtoto barobaro atachukua nini? Atachukua nini barobaro? Utamweka mzee mtaa ansoma barobaro, lakini hajui chochote kunaanza nini hapa. Hajui mwanangonda alikuwa kaa wapi, hajui aishi wapi, wajua yeye mtoto mdogo wajua. Lakini mama atajua. Mama atajua. Licha ya swala hilo kuonekana kwa mada tete, ila wakazi wengi wa vijiweni walioneshwa kufurahishwa na kupendezwa kwa uteuzi huo uliofanywa na chifu, huku wengi wakiamini kuwa Mama Riziki pamoja na Mama Mwanamisi wana uweledi na hekima wa kuitenda kazi hiyo. Mimi naweza kusema ya kwamba tunaweza katafuta mzee amesoma na awe anakuja kutusumbua na afanyi kazi vile inavyotakikana. Unaona? Sababu ya hiyo masomo. Huduma ya huyu mama inajulikana. Hata kabla hajachaguliwa tunamuona anafika kwangu, ananiambia mambo fulani, anaenda huku, ana hekima ya kufanya kazi. Tunataka tu hekima ya kufanya kazi. Bi Helen almaarufu Jeshi, yeye mtazamo wake ulikuwa kivyengine, kwani swala linalomkereketa na kumuuma roho ni la utovu wa watoto wadogo kutoripoti shuleni. Lengine la pili, swala la watoto kutoenda shule. Kusema kweli, upande huo kabisa Ngalaweni kuna wazazi kadhaa ambao nitakupatia majina yao. Mzee wa mtaa nishamletea majina ya mzee ya watoto ambao waendi shule, lakini naona kuna kazi ngumu kidogo. Sijui alishakufikishia hizo habari. Relax. Huku kwetu hatuna shida ya hao vijana wa katakata, lakini kutopeleka watoto shule iko huku kwetu. Sasa Madam Chifu, mimi nitajileta mwenyewe na mzee wa mtaa huko kwako. Wale wa mama ambao watakupeleka watoto shule tutawanini. Sawa? Yes. Bakar Abdalla naye alikuwa na maoni yake tofauti, na haya ndio machache alokuwa nao ya kuweza kumweleza bwana chifu kuhusiana na vijana almaarufu Gen Z. Kuanzia sana vijana kuhusu vipanga, lakini madamu nitakuuliza hii approved ilienda wapi? Kwa sababu vijana wanakata watu vipanga kwa sababu kutosoma. Naona walishinda, atakana washikwa pelekwa approved, sio jela, kwa sababu kule jela hakuna mafunzo kwa kutanyosha mtu.
kuharibu mtu. Sasa kijana kama ni mdogo, atakana kama ameshinda achukuliwe na serikali, apelekwe approved, akafundishwe zaidi kule. Akitoka atakuwa ameelimika kuliko kupelekwa jela. Naona, kwa sababu vijana wadogo, sasa ukimpeleka jela inaharibika kabisa. Naona. Sasa alikuwa anauliza hizi approved zilienda wapi?